wetu Yesu Kristo asifiwe. Ndugu wasikilizaji mnaitufuatilia, kwa majina ninaitwa mtumishi Yusuf Marijani, nimeokoka na nampenda Yesu. Leo tupo na mgeni wetu anaitwa Bwana Kelvin, atajitambulisha mwenyewe kama tunavyomuona hapo. Ni mtumishi wa Mungu na leo tumekuja na mjadala ambao tutadiskasi kwa pamoja. Swali letu lauliza, je, kati ya mwanadamu na Mungu ni nani ambaye amejificha? Kati ya mwanadamu na Mungu ni nani ambaye amejificha? Tunaona kuna sehemu Daudi anamwambia Bwana, usijifiche, usijifiche, usinitenge na uso wako. Anamwambia Mungu usijifiche, usikae mbali. Na Mungu anasema nitafuteni nanyi mtaniona. Manake inamaanisha kama Mungu amejificha hivi hatumuoni, lakini pia tunaona Mungu amekuja kutafuta kilichopotea. Anamuuliza Adamu uko wapi? Maana mwanadamu amejificha. Sasa swali letu limeleta utata kidogo na kwa baadhi ya watu wengi, na leo tuko hapa kulijibu, ambalo nasema kati ya mwanadamu na Mungu ni nani aliyejificha? Karibu mtumishi wa Mungu Kelvin, jitambulishe kwa majina yako, tuendelee na kipindi. Kwa majina anaitwa Kelvin Novati, nasoma katika chuo cha AA. Nimeokoka na mpenda Mungu. Kwa hili swali ni sababu ni nani kati aliyojificha kati ya Mungu na mwanadamu? Sasa ukisoma katika Isaya hapo, Isaya ile sura 45 mstari wa 15, na unasema hakika wewe u Mungu uliojificha nafsi yako na Mungu wa Israeli. Afu ukisoma tena Methali 8 mstari wa 17 inasema hivi kwa Kiingereza, I love those that love me and those who that seek me early and they shall find me. Ukisoma hapa kwa Kiswahili Methali 17 inasema nawapenda wale wanipendao na wale wanaonitafutao kwa bidii wataniona. Ukiangalia hii mistari na mingine inaonyesha kwamba Mungu yuko mbali nasi. Yani yuko mbali nasi kwa sababu Mungu anasema kwamba mimi niko mbali. Yani hauwezi ukamsogelea Mungu, hata malaika hawezi ukamsogelea Mungu kwa sababu ya utakatifu. Mungu ni msafi. Sisi madhambi. Kwa hiyo Mungu ni mtakatifu, hawezi ambatana na sisi kwa sababu sisi ni wadhambi tayari. Na ukiangalia sababu kubwa ambayo inatufanya tutenge mbali na Mungu ni dhambi. Ukiangalia hapo mwanzo Adamu na Eva walitenda dhambi ambayo iliwapelekea kutengwa mbali na Mungu. Na tukiangalia, je, jisikiana kumtafuta Mungu? Maana Mungu anasema Mungu alituachia neno lake, ambayo neno lake ndio linatupa kama taa ya mwongozo kumtafuta Mungu. Ukiangalia Yohana 1:1 inavyosema hapo mwanzo huo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Au unaweza kusema in the beginning was the word and the word was the God and the God was God. Kwa hiyo Mungu ni neno. Jisikiana kumtafuta Mungu, kwa unabidi tusome neno lake. Neno lake ndio njia pekee ambayo Mungu alituachia ili tuweze kumtafuta Mungu. Kwa hiyo hapa kwenye mstari hapa anasema nawapenda wale wanipendao na wale wanatafuta kwa bidii wataniona. Kwa hiyo wale ambao wataweka kipaumbele neno la Mungu, wakuzishika amri zake, ndio watamuona Mungu. Ukisoma tena pia hapa katika Yohana 14 mstari wa 21, yeye aliye amri zangu nazishikae ndiye anayenipendaye, naye nitampenda na Baba yangu nami atampenda na atadhihirisha kwake. Kwa hiyo tukishika neno la Mungu litakuwa tena mwangaza kuongoza njia zetu ili tumfikie Mwenyezi Mungu kama anavyosoma hapa Yohana. Kwa hiyo njia pekee ambayo Mungu alituachia ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndo ni njia au mwangaza ambao unatuongoza kumfikia yeye, kwa sababu ndio kuna amri zake. Huwezi ishi duniani bila kufuata amri zake, huwezi kumpendeza Mungu bila kufuata amri zake. Kwa hiyo inabidi tuzifuate amri za Mungu ili tuweze kumfikia yeye alipo. Na pia ukisoma hapo, ukifuatilia, Bwana Yesu alisema kwamba njia nyingine ni kutoa misaada kwa watu ambao hawajiwezi, kama watu yatima, wale ambao wamefungwa, wagonjwa.
kuwatembelea. Kwa hiyo ni mojawapo ya kumfikia Mungu, kwa sababu unavyotenda mema na Mungu atakuacha mbele zake. Kwa hiyo Mungu ndo amejificha kwa sababu ya dhambi zetu tulizozitenda, amekaa mbali nasi, Ukiangalia kipindi hicho cha Adam na Eva, Mungu alikuwa anaongea Adam na Eva. Sasa situation baada ya kula lile tunda, Mungu akawa mbali, hadi kuongea na Adam na Eva ilikuwa tena hamna. Sasa akafuata manabii, baada sasa ikaja ufunuo. Sasa hivi watu wanaota ndoto, yani ni ndoto ndio unaweza kuongea na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unaangalia situation ya dhambi hizo zote, dhambi duniani ndio zitupelekea sisi kukaa mbali na Mungu. Kwa hiyo inabidi tusome neno la Mungu ili tuweze kumfikia Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio Mungu anaongea katikati ya neno la Mungu. Kwa hiyo ukisoma neno la Mungu kama lilivyo, ndivyo Mungu anavyodhihirisha mbele zako. Kwa hiyo inabidi tuko mbali na Mungu. Kwa hiyo inabidi tumtafute Mungu kwa kupitia neno lake ili tuweze kumfikia yeye, ili tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Asante sana. Amina. Mtumishi wa Mungu Kelvin ameeleza vizuri hapo, na mimi pia nitaeleza kwa upande wangu kwa haya machache kwa kadri Mungu alivyonijalia ndani yangu, na namuomba sana Roho Mtakatifu anisaidie katika kueleza hili. Cha kwanza kabisa, nikianza kumdescribe Mungu, kumwelezea Mungu, in short, Mungu haelezeki. Na sifa za Mungu, Mungu ana sifa, yupo kila mahali. Mungu ni omnipresent. Popote pale Mungu yupo, anapatikana. Anasema nitafuteni maadamu ninapatikana. Mungu hayuko mbali, Mungu yupo karibu kwa wale wamuitao. Na Mungu yeye ni nuru, wala giza halimo ndani yake. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana, Mungu ni nuru wala giza haliko ndani yake. Giza ndo lina tabia ya kuficha vitu, lakini nuru haifichi vitu. Nuru inamulika vitu, vinabaki katika uwazi, vinaonekana. Kwa hiyo nuru haiwezi kujificha. Nuru inadhihirika popote pale lililopo giza au palipokuwa na nuru, nuru itadhihirika na nuru itabaki tu kuwa nuru. Kwa mujibu huo, Biblia inasema ya kwamba Adam na Hawa walitenda dhambi, wakajiona wako uchi, wakajificha. Nini maana yake? Adam na Hawa kutenda dhambi maanake walikufa kiroho na walikufa kimwili. Roho ya mtu huaga ina tabia, roho haifi. Ndio maana mtu akifa kuna hukumu siku ya mwisho. Sote tunaweza sasa, mtumishi, Adam na Hawa walikufaje kiroho wakati roho haifi? Kinini kinachoenda kwenye mateso? Sikiliza, tafsiri ya kifo kibiblia, kifo sio kupotea kufanya nini, ila kifo ni kutengwa na kitu fulani. Kwa mfano, Mungu ndo chanzo cha uhai. Uhai wa Adam, uhai wa mwanadamu ulikuwa unategemea Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa ametenda dhambi, dhambi ilimtenga mwanadamu na Mungu. Kwa yule mwanadamu akawa amekufa kiroho, maana dhambi ni kutengwa. Na kuna vifo vya aina mbili, kuna kifo cha kiroho na kuna kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili ni mwanadamu ambao roho yake au nafsi yake imetengwa na mwili. Maanake mwili chanzo chake cha uhai ni ile roho ya mtu. Kwa hiyo roho na nafsi ya mtu vinavyoondoka katika ule mwili unakuwa umekufa, maana vimetengwa. Lakini vinavyorudishwa ule mwili unakuwa upo hai. Kwa hiyo kifo cha kimwili ni roho ya mtu kutengwa na mwili wake, na unasikia amekata roho. Lakini kifo cha kiroho ni wewe kutengwa na Mungu. Kwa kuwa mwanadamu alitengwa na Mungu, maana Mungu ni nuru, mwanadamu alitengwa na nuru, mwanadamu aliingia katika giza, alipotea katika giza. Kwa hiyo inahitajika Mungu atume nuru iende kamtafute kwa mwanadamu alipo. Ndio maana Mungu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, dunia ilitawaliwa na giza. Ndio maana Mungu anapoanza kuumba dunia, nayo nchi ilikuwa utupu na ukiwa, na giza lilikuwa limetanda. Kitu cha kwanza Mungu kukiita, aliita nuru ili imulike mle ndani. Mungu akatenga nuru na giza. Aliona nuru akuwa ni njema. Kwa hiyo na Yesu Kristo alipotumwa, alikuja kutafuta, yeye ni nuru, amekuja kutafuta kilichopotea. Ndio maana Yesu anasema nilikuja kutafuta kilichopotea. Kwa nini? Kile kilichopotea mkujaje kukitafuta? Kwa sababu kimeingia katika giza, ndio kinatafutwa. Yeye Mungu ni nuru, walioko nuruni anawajua.
lakini amekuja kutafuta walioko gizani pia, wote awe nao, wawape uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo Mungu hajajificha, lakini mwanadamu ndo amejificha katika giza, na lile giza likatengeneza kiambaza. Ndipo Paulo anasema Yesu Kristo alikiondoa kile kiambaza ambacho kinamtenga mwanadamu pamoja na Mungu. Kwa mwanadamu hawezi kumwona Mungu kwa sababu fahamu zake zimetiwa giza, kama anavyosoma katika kitabu cha Efeso, fahamu zao zikatiwa giza. Maana ukiangalia mbele wanaona giza, hawamuoni Mungu. Ndio maana Mungu anawaambia nitafuteni kwa bidii mtaniona. Unapozidi kumtafuta Mungu, unapomkaribia, unapapasa, Mungu sio kwamba yupo kila mahali, lakini unavyojifunza neno ni nuru, neno ni taa ya mwanadamu, ambayo ni taa ya Mungu ambayo inamuongoza mwanadamu njia. Kwa kuwa neno ni uhai, ni pumzi ya Mungu, neno ni nuru. Ile nuru inavyoingia ndani yako inaondoa lile giza liloko katika ufahamu wako. Macho yako yanaanza kufunguliwa, unaanza kukutana na Mungu katika neno lake. Utaanza kuelewa Mungu yuko hivi. Ila sio kwamba Mungu amejificha. Wewe ndo ulikuwa umejificha. Wewe ndo umetakiwa utoke gizani, umtafute Mungu kutoka katika lile giza. Mungu akubariki sana. Mtumishi wa Mungu Kelvin, una chochote cha kuongea? Mimi kuongezea hapo cha kuongezea hapo tuseme Yohana 14 mstari wa 23. Yeye akajibu akamwambia, mtu akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kwa hiyo tukishika amri za Mungu au neno la Mungu, Mungu atakuwa nasi kila wakati tunapoenda, na Mungu ataweka makao kwetu kwa kuzishika amri zake. Kwa hiyo njia rahisi zaidi ni kusoma neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio taa yetu na mwongozo wetu, kwa sababu ndio kitabu ambacho kimeandikwa na kupitia manabii au uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu alizidhihirisha kupitia manabii na kuandika hivyo vitabu. Kwa hiyo ndio mwongozo ambao uliobaki, mwongozo uliobaki kupitia hilo neno. Kwa hiyo neno hili la Mungu ndio njia pekee ya kutupeleka mbele za Mungu, kwa sababu watu wanazaliwa yani kama generation. Kwa hiyo tukisema generation ni kwamba people die na kizazi kingine kina generate. Kwa hiyo wanavyozaliwa, njia rahisi zaidi ni kumfuata Mungu kupitia neno, kwa sababu tunazisha kupitia neno. Kwa hiyo Mungu anaweza kutufundisha au kutuongoza ili kumfikia yeye kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo inabidi tuzingatie neno la Mungu na ili tuweze kumfikia Mwenyezi Mungu. Amen. Tunakukaribisha katika chaneli hii. Kama ni mara yako ya kwanza kushiriki katika chaneli hii, subscribe na ushare kwa wengine kusudi uweze kupata update ya masomo ambayo yanafuata. Na pia unaweza kuwasiliana nasi kwa kupitia namba za simu 0688493802. Kwa ambao wako nchi za nje wanaanza na alama ya jumlisha 255688493802. Mungu akubariki sana. Amen. Tuone Baba, hey, Baba, umenitoa matopeni Baba, umenitoa gizani Baba, kwa neema yako ninaimba leo na shukuru. Nikisoma neno lako Bwana, kwangu ninapata uzima. Nizifate njia zako Bwana, tena unipe neema yako.